Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ampendaye baba au mama kuliko mimi hafai kwangu, na ampendaye mwana au binti kuliko mimi hafai kwangu. Kadhalika, asiyechukua msalaba wake akanifuata hafai kwangu. Atafutaye kuokoa maisha yake atayapoteza, bali apotezaye maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata tuzo ya nabii. Ampokeaye mtu mwadilifu kwa kuwa ni mwadilifu atapata tuzo ya mwadilifu. Na yote ampaye mmoja wapo wadogo hawa kikombe cha maji baridi, kwa kuwa yeye ni mfuasi, amin nawaambieni, hata kosa tuzo yake. Injili ya Bwana. Ndugu wapendwa, tumesikiliza masomo yetu ya siku hii ya leo. Somo la kwanza kutoka kwenye kitabu cha pili cha Wafalme, mlango ni wa 4 kuanzia 8. Somo la pili ni barua mtakatifu Paulo kwa Warumi, mlango ni wa 6 kuanzia aya 3. Na Injili takatifu ni Injili ya Mathayo, mlango wa 10 kuanzia aya ya 37. Na somo la kwanza latuelezea kuhusu huyu mwanamke aliyekaa kule Shunemu na aliyemuona nabii wa Mungu Elisha akiweza kupita katika maeneo ya mahala ambapo aliishi. Na kwa sababu ya uwezo, ukarimu na upendo, aliweza kumsihi sana pate kuingia kwake na ale chakula. Nini ambacho alikiona kwa Elisha? Kile ambacho tuweza fikiria alikiona kwa Elisha ni kwamba alitambua huyu ni nabii wake Mungu Mwenyezi, na alijaliwa uwezo huo wa kuweza kuona pengine tofauti ya watu wanavyoishi na wanavyojiwasilisha kwa wengine. Na baada ya kumuona kwa muda na kuweza kumpa nafasi apate kuingia nyumbani kwake, alifungua mlango kila wakati nabii wa Mungu alipokuwa anapitia sehemu hiyo,
kuendelea kudhihirisha ukarimu wake kwa huyu mtumishi wa Mungu. Na baadaye tuambiwa kwamba aliweza kusema, kumwambia bwana wake, nimetambua kuwa mtu huyu anayepita kwetu kila mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ndugu zangu, sijui ni watu wangapi wanaotutambua kwa jambo hili. Wanapotuona, wanapotusikiliza, kama kweli wanaweza wakatutambua jinsi ambavyo Elisha alivyotambuliwa na huyu mama kama mtu mtakatifu wa Mungu. Na hii ndio changamoto tulionayo katika ulimwengu tunaoishi sasa. Jinsi tunavyomshuhudia Mungu maishani mwetu, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, na watu tunaotangamana nao kila wakati. Waweza wakashuhudia ya kwamba wametambua sisi ni watakatifu wa Mungu, ama watatoa hisia tofauti na zile zilizotolewa na huyu mwanamke wa Shunemu. Na alipomtambua Elisha kama mtakatifu wa Mungu, aliendelea kumwambia mume wake, tumtengenezee chumba kidogo gorofani, na tutamwekea humo kitanda na meza na kiti na taa, na anapokuja kwetu atakaa humo. Huyu mwanamke pengine alipokuja na wazo lile, kwake ni hisia, kwa sababu huyu ni mtu wa Mungu ama ni mtakatifu wa Mungu, tuweze kumtengenezea chumba kidogo ambacho pengine anapopita, anapotoka pengine ziara rasmi, aweza akaja na kupata mahala ambapo atapumzika. Yeye alikuwa akijenga chumba ambacho mtumishi wa Mungu ataweza kupata mahala pa kupumzika. Hakujua ya kwamba ni katika chumba hicho ambacho muujiza wake Mungu Mwenyezi utaweza kutangazwa, uliohusiana na maisha yake. Na kwa hivyo tunapoelezwa kwamba tenda wema nenda zako, huyu mama alipata msukumo huo wa kuweza kutenda wema huo, sio tu kumkaribisha katika chakula, bali pia kumwandalia mahala ambapo anaweza akapumzika. Na kupitia mahali hapo tutasikia jinsi ambavyo anaahidiwa na Elisha ya kwamba mwakani wakati kama huu utamkumbatia mwana. Hii inatuambia kwamba pengine kwetu ni miujiza mingi ambayo tumeifungia nje kwa sababu ya kukosa kuwa wakalimu na kukosa kuwakaribisha wale ambao wamebeba muujiza wetu. Hakujua Elisha amebeba muujiza utakao badili maisha yake na maisha ya mume wake. Na ndio wakati ambapo Elisha aliweza kuuliza mtumishi wake Gehazi,
tunaweza kumfanyia nini? Gehazi akamwambia Elisha kwamba hakika hana mwana na mume wake ni mzee. Niambie fedheha ambayo huyu mwanamke alipitia nyakati hizo, hasa kwa wale akina mama ambao hawakujaliwa kupata watoto. Walidunishwa, walidharauliwa, na tunaweza tukatambua jambo hili tunapo hata yatazama maisha ya Sara na Ibrahimu, ambao licha ya utajiri mwingi ambao walijaliwa katika maisha yao, lakini hata wao hawakuweza kuwa na kiumbe ambacho wangejivunia kama matunda ya upendo wao. Hivyo ndivyo tunavyoona katika familia hii. Na ndugu zangu, mtakubaliana nami wakati ambapo hata Abrahamu alipojaliwa huyo mtoto Isaka, baadaye Mungu alikuja kumjaribu na akamwambia kwamba yuataka aweze kuchukua huyo mtoto aende ili amtolee kama sadaka. Na ndio injili yetu inajibu hilo jambo ambalo tunapojikumbusha yale mambo ambayo Ibrahimu aliambiwa na Mungu. Umejaliwa mtoto, ni huyo peke yake, lakini Mungu yuaja na kukuambia kwamba nitolee huyo mtoto kama sadaka. Ibrahimu hakumkatalia Mungu, alimchukua huyo mtoto na akaelekea katika nchi ya Moria, mahala ambapo alitaka kumtoa sadaka. Lakini Mungu alipoona ya kwamba Abrahamu hawezi akamkatalia chochote, kamwambia usimuumize mtoto wako. Tazama nyuma yako utaona beberu ambaye ameshikwa pembe zake kwenye kichaka, mchukue huyo na uweze kunitolea sadaka. Leo tunapoelezewa katika Injili takatifu ya kwamba ampendaye baba au mama kuliko mimi hafai kwangu, na ampendaye mwana au binti kuliko mimi hafai kwangu. Changamoto tunaipata kwa Ibrahimu katika uzee wake, umri wa miaka 100, amejaliwa kupata mtoto. Huyu ni mtoto ambaye aliweza kumfanya Sara kuweza kucheka wakati ambapo alielezewa mwaka ujao, wakati kama huu mke wako ataweza kujifungua mtoto na atamshika pia mikononi mwake. Ukarimu wa Abrahamu alipowatunza wale watu watatu, akashughulika kuhakikisha kwamba wamekula, wameshiba, wamekunywa, wametosheka. Na kabla ya kuondoka kwao ndipo wakaweza kumwahidia zawadi ile. Tazama huyu mwanamke wa Shunemu, jinsi ambavyo ukarimu na upendo anaonyesha. Ukarimu huo unampendeza Mungu, unamfurahisha Mungu, kwa sababu hii ni zawadi ya kipekee aliyoweza kuiburudisha kila wakati zawadi hiyo ilipofika katika kigango chake. Ndugu zangu, changamoto tunaoipata siku hii ya leo ni tunapoulizwa sisi tu wakarimu kiasi gani. Ukarimu wetu ni kwa wale tunaowajua ama hata ni kwa wale tusiowajua. Mwanamke wa Shunem hakujua Elisha ametoka wapi, lakini kwake alimtambua tu kama mtu mtakatifu wa Mungu, kumaanisha kwamba huyu alikuwa ni muumini. Jinsi ambavyo hata sisi tumekusanyika, tumefika katika nyumba hii kama waumini waliokuja ili tuweze kusikiliza nini anachotuambia Mungu. Mungu anatuelekeza kwa njia gani? Basi kila wakati tunakumbushwa na kuambiwa kwamba the church is
a missionary church. That the church is missionary because it is a sending church. The church is a sending church because it is a giving church. It is a giving church because it is a loving church. And the church is a loving church. And the proof of loving is in giving. Kila tunapopeana, tunadhihirisha kwamba kanisa hili ni la kimishonari. Ni la kimishonari kwa sababu tunatumwa kama kanisa kwenda kutangaza ujumbe wake Mungu Mwenyezi. Na tunakumbuka jinsi ambavyo Yesu Kristo katika juma la 11 alivyowatuma wale thenashara kwenda kutangaza habari njema, akawajalia uwezo wa kuweza kuponya watu ambao walikuwa na maradhi mbalimbali, kuponya wale waliokuwa na ukoma, kutoa pepo wachafu, kufufua wafu. Haya ni mambo yote ambayo Yesu aliweza kuwashirikisha wale thenashara, kwa sababu tumesema kwamba the church is missionary. And that church which is missionary is also a sending church. Tunatumwa, nenda ukatangaze ujumbe wake Mungu Mwenyezi. Na ndi hata ukikumbuka tunapomalizia injili hii ya Mathayo mlango wa 28 aya ya 18 hadi 20, tunaambiwa kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na baadaye akatoa ahadi na kusema kwamba nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa nyakati. Hivyo tunapotumwa, yadhihirisha kwamba tumejaliwa uwezo wa kwenda kushirikishana na wengine hicho ambacho Mungu ametujalia. So it is a giving church. We are called to share what God has given us. And when we share, we don't become bankrupt simply because we have shared with our brothers and sisters. No, rather tunaambiwa kwamba jiwekeeni hazina mahali ambapo nondo hawezi akaharibu na wezi hawezi wakafikia. Na hapo tunapojiwekea hazina zetu, twajiwekea hazina zetu katika yale maisha ambayo tunagusa, tunaposaidia ndugu zetu bila kuhesabu vile ambavyo wewe na mimi tunaweza kufaidika kutokana na msaada tuliotoa. We do not give so that we may receive back, but we give because it is our responsibility. God has ordained in us that we share whatever He has given us, because we know rasilimali tulizo nazo hii dunia tunazitumia hapa peke yake, na ndio tuambiwa kwamba tuzitumie kama ngazi ya kuweza kutufikisha katika maisha ya uzima wa milele. Ndio basi, tazama ukarimu wa huyu mama. Hakuweza kutenda mambo hayo aliyoyatenda kwa kuwa mkarimu kwa nabii wa Mungu, ili aweze kupata faida kutokana na msaada aliyoutoa. If anything, she expected very little. Na hata ukiendelea kusoma hili somo la kwanza ambalo nimewaambia ni kutoka kitabu cha pili cha Wafalme mlango wa 4, tunaposoma tunaambiwa kwamba wakati ambapo Gehazi alitumwa kwa huyu mama, siku moja wakati ambapo huyu mtoto baada ya kuzaliwa kuendelea kukua alikufa. Na baada ya kufa tuambiwa kwamba yeye alikuja ametoa tetesi. Nilikwambia hakuna haja kunipa matumaini. Sasa huyo mtoto hayupo tena, ameaga. Na Gehazi alipatiwa fimbo ya Elisha, kaambiwa nenda na hii fimbo
utakapofika mahala ambapo huyu mtoto amelazwa, basi nyanyua hiyo fimbo juu ya huyo mtoto. Na Gehazi hata alipoinua fimbo, huyo mtoto hakuinuka. Mama akarudi, akaambiwa kwamba nimejaribu, nimeshindwa. Ilibidi Elisha apate kwenda. Na tuambiwa alipoenda akaingia peke yake katika hicho chumba ambacho huyo mtoto alikuwa amelazwa. Na tuelezwa kwamba alimuomba Mungu. Alipomuomba, baadaye aliguzisha kichwa chake, mdomo wake na mdomo wa mtoto, macho na macho ya mtoto, na baadaye tuelezwa kwamba akaweza kuwekelea hata mikono yake, na hapo ndipo huyo mtoto akaanza kurudishiwa uhai. Wakaanza kusikia kwamba ameanza kupata joto, na baadaye hata aliendelea kufanya hivyo mara ya pili, na ndio huyo mtoto aliweza kunyanyuka na akaanza kutembea. Tenda wema, nenda zako. Hujui huyo unayemkaribisha atakufaa kwa njia gani wakati utakapowadia. Lakini hatufanyi hivyo tukitarajia chochote kwa hao tunaowasaidia. Ndio leo nimekumbuka kuhusu huyu kijana ambaye aliingia seminari na alisoma katika mazingara mazito sana. Alitoka katika familia maskini na aling'ang'ana katika masomo yake, na mtu ambaye alikuwa namsaidia katika masomo yake alikuwa ni fundi wa viatu. Ekobra alimsaidia kulingana na uwezo wake mpaka ile siku alipata daraja ya upadri. Na alipopata daraja ya upadri, huyo padri alitumwa katika parokia ambayo huyu fundi wa viatu alikuwa ametoka. Na alipoona ya kwamba ametumwa kule kama msaidizi, fundi wa viatu alimwendea yule padri, kwa sababu rafiki uliendelea, na akamwambia kwamba ninaomba unikubalie jambo moja, ya kwamba mimi nitakushonea kiatu, na hicho kiatu usinilipe hata ndururu, kwa sababu nilipokuwa kijana nilitamani sana kama Mungu aweza kunisaidia niwe padri, lakini sikufaulu kwa sababu ya shida nyingi. Na kwa sababu wewe umefaulu, naomba hicho kiatu ambacho nitakishona nikupe, uwe ukivalia wakati ambapo unahubiria watu. Na hiyo itanifanya kutosheka na kumshukuru Mungu, kwa sababu nitakuwa nikijua nimechangia maisha yako ili uweze kuwafikishia watu wa Mungu ujumbe wa Mungu ukiwa msafi. Kwa hivyo kila alipovalia kile kiatu, alijua kuna mtu ndani ya hilo kanisa amejinyima na amejituma kuhakikisha kwamba maisha yake yanaendelea na anaendelea vizuri kuwahudumia watu wake Mungu Mwenyezi. Hivyo ndivyo tunavyoitwa, ndugu zangu, kuweza kudhihirisha huu ukarimu ambao Mungu amemimina katika maisha yetu. Na ndio basi tunapoambiwa kwamba ampendaye baba au mama kuliko mimi hafai kwangu. Tazama mitume wa Yesu Kristo. Ni yupi ambayo unaweza ukasema huyo mtu maisha yake hayakuwa na ugumu wowote? Kila mmoja aliyejitambulisha na Yesu Kristo ilimsukuma kuweza kutoa sadaka. Na tuambiwa kwamba the sacrifice we make in life helps us to mature in faith, because every sacrifice leads us to the maturity of faith. Na ndugu zangu,
hili ni jambo ambalo linapaswa kutuonyesha vile ambavyo wale ambao wamemwaga damu kwa ajili yake Yesu Kristo walivyosimama na kudhihirisha ukomavu wao katika imani. Mtakatifu Petro, huyu aliyesema kwamba mimi sitaki kusawazishwa na Yesu aliyetundikwa juu ya mti wa msalaba. Kwa hivyo ningeomba kwamba yangu badala ya kichwa kiwe kiko juu kimeinama, naomba kichwa changu kiteremshwe na miguu yangu iinuliwe. Alitundikwa kwenye msalaba, kichwa chini, miguu juu. Ndugu yake Andrea, nini alichofanyiwa? Aliwekwa pia kwenye msalaba wa ishara ya multiplication. Umetundikwa. Hawa watu walifanyiwa haya yote kama hawajua wanaelekea wapi. Walijua wanakoelekea. So there is nothing they could hold, because even this life, as much as we want to protect it, we hear that we are going to lose it. Kila anayejaribu kuyaokoa maisha yake ataiangamiza, na anayeangamiza maisha yake kwa ajili yake Yesu Kristo, huyo atayapata. Kumaanisha, ndugu zangu, hakuna kitu ambacho kinapaswa kuja katikati yetu na Mungu. Lazima tumpe Mungu kile ambacho ni chake, kujua hata haya maisha yeye ndiye mwanzilishi, na hakuna lolote lile ambalo tunaweza tukamzuia asifanye na haya maisha. We have to choose God and prioritize God all the time. Na unapompa Mwenyezi Mungu nafasi iliyo yake, ndugu zangu, tunaelewa kwamba basi tutakuwa na tazamio ya kuwa siku moja tutaunganika na Mungu ambaye ametuweka duniani humu ili tuendelee kudhihirisha hicho chema ambacho alianzisha ndani ya kila mmoja wetu. Pengine kabla ya injili ya siku ya leo, unaporudi nyuma kidogo, maana tumeanza kusoma hii injili ya Mathayo mlango wa 10:37, urudi mpaka 34, kwa sababu Jumapili iliyopita tulimalizia 33. Inatuambia kwamba Yesu aliwaambia wafuasi wake, msidhani nimekuja kuleta amani duniani, nimekuja kuleta upanga. Vita itakuwepo kati ya baba na mwana, mama na binti, mkwe mtu na mkwewe. Kwa hivyo haya yote because of the choices we make. Na ndio basi somo la leo linaanzia hapo, baada ya kuambiwa kwamba msidhani nimekuja kuleta amani duniani, nimekuja kuleta upanga. Kwa sababu kila anayechagua ya kuwa anajitambulisha pamoja na Yesu Kristo atatengwa na familia zao, na hiyo ndio vita ambayo Yesu Kristo alikuwa anazungumzia nyakati hizo. Every time we make a choice that we want to follow the way of the Lord, kuna watu ambao wataona wewe ni mwenda wazimu. Mimi nakumbuka nikiwa seminari, nilikuwa kitu mwaka wa 4, my own cousin ambaye hakuwa Mkatoliki aliniuliza, wewe nini ulikosa? Kamuuliza kwa nini? Kaniambia, ulikosa bibi. Wasichana ni wengi, ungeoa. Kwa sababu kuna haja gani upoteze ujana wako eti unataka kuwa padri? Ungemjibu nini mtu kama huyo? Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Actually, aliweka na kizungu, you are very handsome man. I didn't know that I'm handsome, but you are very handsome man. Yet you are losing your handsomeness just to go and become a priest. Then what happens?
Nikamwambia hata Mungu hapendi watu ambao hawana sura, anapenda walio na sura. Kwa hivyo kama ninayo, ninafaa sana kwa Kristo. Na ndugu zangu, changamoto hizi zitakuwepo, lakini zaidi ya hilo ni kukaa kujiuliza, kama tunavyoambiwa, asiyechukua msalaba wake akanifuata hanifai mimi. Msalaba wake Yesu Kristo tunautazama, na ndio tulisema kwamba hakuna njia nyingine ambayo unaweza ukaelezea upendo wa Mungu, unaweza ukakusukuma mpaka wapi, mpaka uweze kuutazama msalaba. That is the depth of the love of God, where that love of God can take you, taking you to the cross, revealing to us ya kwamba msalaba ni ishara ya ushindi, na ishara hiyo ndiyo tunaopaswa kuichukua ili tuweze kufuatana na Yesu Kristo katika hii safari ya wokovu wetu. Hatutafaulu katika haya maisha bila kujinyima. Hatutafaulu katika haya maisha bila kujikatalia. Hatutafaulu katika haya maisha bila kutambua nini cha dhamana. Na ndio hata leo tunapowaza kuhusu hili jambo, tunaambiwa kwamba kumbukeni vitu vyote viliumbwa na Mungu. Na ndio tuambiwa make a choice. Nili ambao tunasema summum bonum. Summum bonum ni the highest good. What is the highest good in your life? That summum bonum in your life, what is it if it is not God? Ni Mungu peke yake. Maana haya mambo yote tunaweza tukajaribu kuepukana na lolote lile ambalo pengine kwetu tunaona ya kwamba litatuletea fedheha. Ndugu zangu, tuliwaona ama mmeona kwenye runinga watu wanapolia na kusema kwamba watoto wao hawajui walienda wapi. Pengine wengine walihama ama walihamishwa wakati wa maandamano na hawajui walikoenda. Na nilisikia mama mmoja akilia na kusema kwamba mimi nipatieni mtoto wangu, hata kama ni kuniua mimi muniue. Na nikasema how I wish, heri tungekufa kwa ajili ya Yesu kuliko kufa juu ya mambo ambayo hayawezi akatusaidia. Because hata akakufa, si hata huyo mtoto atakufa. Lakini tunapojituma na kuona ya kwamba twajituma kwa ajili yake Mungu Mwenyezi, kuelewa kwamba ni yeye tu ambaye anaweza kalipa ule uzuri tunaotenda katika haya maisha, basi tutajisukuma na kuona ya kwamba hakuna jambo lolote, mtu yeyote ama kitu chochote kinachoweza kututenganisha na Mungu. Naomba nimalizie na hili ambapo tunaambiwa kuhusu hadithi moja kati ya nguruwe na ng'ombe. Na nguruwe alizoea kulalamika sana, kusema kwamba mbona sina umaarufu kama wewe. Akasema watu mara nyingi wamekuwa wakizungumza kukuhusu kwa njia ya unyenyekevu na upendo, lakini mimi hawazungumzi yale ambayo ninajituma na kuweza kutenda. Wewe umetupa maziwa na pengine hiyo cream tunaoipata kwenye ile maziwa, lakini wameendelea kukusifu. Mimi ili watu wapate sausage na bacon ni lazima niyatoe maisha yangu. Kwa nini watu hawaoni jinsi ninavyojitoa sadaka ili wapate hicho wanachokidhamini sana katika maisha yao? Na ng'ombe akafikiria kwa muda mfupi, baadaye akasema, well, maybe it's because I give while I'm still living. Pengine ni kwa sababu hata ninapowapa maziwa na cream
ninaendelea kuishi. And I give milk which is meant for my child. Maziwa ninaowapa ni ya mtoto wangu, lakini ninawapa watu. Wewe unampa Mungu nini? Mimi nampa Mungu nini? Tunawapa ndugu zetu nini ili tuendelee kuishi? Na ndio swali moja likaulizwa ya kwamba what is the test of generosity? Jaribio la kudhihirisha ukarimu ni lipi? Na msomi huyu akasema kwamba the test of generosity is not what you give, sio kile ambacho tunapeana, but how much you keep. That is the test of generosity. Sio kile tunachopeana, ni kile ambacho kinabaki. When we are not able to keep to ourselves, wakati ambapo tutaacha kujiwekea, then we have truly become generous. Wakati huo ndipo tasema kwamba tumekuwa karimu. Wakati tunapokosa kujiwekea, kwa sababu tazama katika hata ulimwengu ambao tunaishi, rasilimali zipo, na ndio watu wakasema kwamba God never created poverty. Poverty was created by you and me when we failed to share what God has given us. Because God has given, kabla hajamuumba mtu alitayarisha kwanza kila kitu, na baadaye ndio akampa mwanadamu mamlaka hayo ya kutunza na kufaidika kutokana na kile alichokiumba. Lakini ukiangalia kimekuwa siku hizi ni cha wachache. Wachache ndio wanaofurahia kile kinachopatikana ulimwenguni humo. Wengi wanaishi katika maisha ya uchochole. Ndio mtu mmoja akasema kwamba impoverish people. So when you impoverish them, you'll be able to rule them. Wafanye kuwa maskini, watu wanaotegemea handouts. Tutasikia leo kuna empowerment inafanywa. Sisi wote tunakimbia kule so that we can be empowered. How much are we given? Do they empower us? Are we empowered? Do we change this country by giving handouts in the name of empowering women? Siku hiyo ndio tutakuwa tukisema kwamba sisi wote tumevalia kofia za ODM, sisi wote tumevalia kofia sijui za UDA kwa sababu tumeletewa kitu kidogo. Empowerment. Mtu mmoja alisema empowerment my foot. How I wish would actually mean it by empowering and making sure that there is circulation of money even in the country. Every time there is that circulation, then it means nobody can actually be poor, because we are sharing equitably depending with the need of each one of us. Na ndio Mungu anasema kwamba anatutimizia haja zetu kulingana na haja hizo. Na Mungu ametupa nafasi kupitia kwa wale wachache ambao wameguswa kuweza kutambua jaribio la ukarimu, ya kwamba tutaweza kufaulu jaribio hili tunapojua kwamba sipaswi kubana vitu ili niseme ya kwamba hizi ni zangu. They were talking about mtu mmoja ambaye anajulikana kama Bill Gates. Wanasema kwamba Bill Gates wakati fulani alisemekana ya kwamba pesa ambazo wako nazo ni kama 9 billion US dollars. Wewe ambao unajua US dollars 9 billion ni pesa ngapi? Nenda ukafanya hesabu baada ya hapa. Utasema kwamba enyewe kuna watu 9 billion US dollars. You multiply by maybe 130. Itakupeleka wapi? Mungu ni mwema. Na sio hiyo tu, kuna zingine nyingi ako nazo. Lakini mtu mmoja
ambako na hizo zote, na hii dunia kifo kitakapobisha haitajua uko na nini. How you pray every day, we can be able to share with our fellow brothers and sisters the little or the much that God has given us. There is a lot of joy when you share with that person who doesn't have, because that person may be able to live a day or two because of the assistance that we give. Let us be touched. Tuguswe, tuwashirikishe watu zile baraka ambazo Mungu ametujalia, na tunapofanya hivyo nina uhakika mbinguni tutakutana. Mungu awabariki.